Mwanadamu yoyote ambaye anaishi kwa imani lazima aishi kwa kutarajia. Yote yule ambaye anaishi ndani ya imani ya Yesu Kristo lazima aishi kwa kutarajia. Ina maana kama anaishi kwa kutarajia, lazima aamini ile ahadi ambayo Mwenyezi Mungu amekwisha kumuahidi kwamba ahadi ile siyo uongo. Kwa hiyo lazima aishi akitarajia hiyo imani. Hivyo basi kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza kimeelezea nini maana ya imani. Nasema hivi: basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe tena. Na kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 24 kinasema kwamba kwa sababu nawaambia, yote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea yanakuwa yenu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunakuwa tumekwisha kupata kupitia Roho Mtakatifu yale yote ambayo tunakwisha kuyaomba tukiamini, ina maana tayari inakuwa ni ahadi. Lazima Mwenyezi Mungu atufanikishe. Ina maana tunaishi kwa kuyatarajia hayo.